Jumamosi, Juni 7, 2025, Rwanda ilitangaza kujiondoa kwake kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati, ECCAS. Hatua hii inafuatia mkutano wa 26 wa kawaida wa kilele uliofanyika Malabo, ambapo Rwanda inaituhumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, EAC, kwa kutumia vibaya shirika hilo la kikanda kwa kuungwa mkono na baadhi ya nchi wanachama. Kigali ilisema katika taarifa rasmi kwamba haki ya Rwanda ya urais wa zamu, kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 6 cha mkataba unaounda ECCAS, ilipuuzwa kwa makusudi ili kulazimisha diktati ya DRC. Rwanda inaona hili kama mfano mpya wa ziada za shirika. Rwanda inakumbusha kuwa tayari ilikuwa imelalamika Machi 2023 katika barua kwa rais wa Umoja wa Afrika kuhusu kutengwa kwake kutoka mkutano wa 22 wa kawaida wa ECCAS ulioandaliwa Kinshasa chini ya urais wa DRC. Kimya na kutochukua hatua vilivyofuata vinathibitisha kushindwa kwa shirika kutekeleza sheria zake, Kigali inalalamika. Kutokana na changamoto hii kwa haki zake zilizohakikishwa na maandishi ya msingi, Rwanda inaona kuwa hakuna sababu ya kuendelea kuwa mwanachama wa shirika ambalo utendaji wake sasa unachukuliwa kuwa kinyume na kanuni zake na manufaa yake. Kujiondoa huku kunakuja wakati uteuzi wa rais mpya wa mkutano wa wakuu wa nchi za ECCAS uliopangwa awali kwa mkutano huu ulizuiwa na DRC, ambayo inapinga uhamisho wa rais kutoka Equatorial Guinea hadi Rwanda. Mikutano miwili ya faragha ilifanyika Malabo kati ya mamlaka ya Guinea ya Ikweta na pande hizo mbili kujaribu kupunguza mvutano bila mafanikio. Chanzo kilicho karibu na kesi hiyo kilisema kuwa DRC pia ilitishia kuondoka ECCAS ikiwa haitashinda hoja yake. Hii si mara ya kwanza kwa nchi hizo mbili kugombana ndani ya shirika hilo. Mgawanyiko huu wa Rwanda pia unakuja katika mazingira ya kikanda ambapo ECCAS imekuwa ikilaani mara kwa mara M23, kundi lenye silaha linaloungwa mkono na Kigali kulingana na shirika hilo, na ambalo mashambulizi yake Kivu Kaskazini yameelezwa kuwa kinyume cha sheria. Februari mwaka huu, ECCAS ilitoa wito wa kuondolewa mara moja kwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda kutoka eneo la Kongo na ilisisitiza kuunga mkono mchakato wa amani huko Luanda na Nairobi. Mkutano wa kilele wa pamoja kati ya wakuu wa nchi za SADC na EAC umepangwa kufanyika Juni 8 jijini Dar es Salaam ili kuendeleza juhudi za kidiplomasia kuelekea suluhu la kudumu la mzozo wa mashariki mwa DRC. Uliochapishwa na NBC News umefichua kuwa Rwanda imetuma kwa siri maelfu ya wanajeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kutoa msaada wa kijeshi kwa waasi wa M23. Ripoti hiyo inatokana na nyaraka za siri, picha za satelaiti, video za uchunguzi na shuhuda kutoka kwa wakandarasi wa kijesini wa kigeni wanaofanya kazi na vikosi vya Kongo. Uchunguzi huo unataja vita vya siri vilivyoanzishwa na Kigali vikiwa na uhusiano wa moja kwa moja na M23, kundi linalodai kutetea maslahi ya jamii ya Watutsi wa Kongo. Kulingana na NBC, nyaraka hizo zinaonyesha kuwa Rwanda haikutoa tu msaada wa vifaa kwa M23, bali pia ilipeleka zaidi ya wanajeshi 5,000 katika ardhi ya Kongo. Picha zilizochambuliwa na kituo hicho zinaonyesha uwepo wa kambi za Rwanda ndani ya DRC, zinazotumika kuwapa silaha, kuwafunza na kuwaamuru wanajeshi wa M23. Ripoti hiyo inasema kuwa vifaa vizito vya kijeshi, vikiwemo chokaa, bunduki, virusha makombora na mifumo ya ulinzi wa anga, vimeletwa mashariki mwa DRC na jeshi la ulinzi la Rwanda EDF. Ili kuepuka kutambuliwa, wanajeshi wa Rwanda na wapiganaji wa M23 waliripotiwa kupewa sare na vifaa sawa. Silaha hizo ziliripotiwa kurudishwa nchini Rwanda kila usiku. NBC pia inadai kuwa wanajeshi wa Rwanda waliouawa katika mapigano waliondolewa kwa busara kutoka kwenye uwanja wa vita au kuvuliwa nembo yoyote ili kutoathiri usiri wa operesheni hiyo. Uchambuzi wa picha za satelaiti za makaburi ya kijeshi nchini Rwanda unaonesha zaidi ya makaburi mapya 900 kati ya 2021 na 2024, na kilele cha mazishi kilirekodiwa kati ya mwishoni mwa 2023 na mwanzoni mwa 2024, kipindi ambacho kilishuhudia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Kongo. Katika ripoti ya ndani ya mwaka 2022 iliyopatikana na NBC, RDF ilikiri kwamba wanajeshi wake wawili walikamatwa katika eneo la Kongo wakati wa shambulio la pamoja na M23. Hati hii ya ndani inapendekeza vikwazo dhidi ya mkuu wao kwa kutoficha utambulisho wao. Kigali,
kwa upande wake, mara zote imekanusha kuhusika katika mzozo huo. Alipoulizwa na NBC, msemaji wa serikali ya Rwanda alisema kuwa Rwanda inachukua hatua kutetea mipaka yake na haina malengo ya kieneo nchini DRC, huku mapigano hayo yakisababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. NBC pia inaripoti kuwa baadhi ya familia za Rwanda zimekaidi agizo hilo kwa kutuma notisi za vifo vya wapendwa wao waliofariki nchini DRC. Licha ya shutuma hizo, Rwanda kwa sasa inashiriki katika mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani bila kukiri rasmi ushiriki wake katika mzozo huo, shirika la utangazaji la Marekani lilisema. Wiki iliyopita, jiji la Goma lililoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikumbwa na wimbi la matukio mabaya ya kiusalama, likijumuisha mauaji kadhaa yaliyofanya wakazi kuishi kwa hofu. Matukio haya yameonyesha wazi changamoto kubwa ya ukosefu wa usalama inayolikabili jiji hilo la kitalii, licha ya juhudi za serikali mpya ya FCM 23 kudhibiti hali hiyo. Msururu wa mauaji ya kutisha. Juni 7, 2025. Mauaji ya Mile Chirimwami. Asubuhi ya Jumamosi, Juni 7, mwili wa Mile Chirimwami, dereva kijana wa teksi, uligunduliwa ukiwa umefariki kwenye mpaka wa vitongoji vya Himbi na Katoi. Mashuhuda walisema Mile alilazimishwa kutoka kwenye teksi yake na watu wasiojulikana, kisha akapigwa risasi kifuani. Washambuliaji walichukua teksi yake na kukimbia. Juni 1, 2025, mstari wa Slam auawa Himbi. Siku ya Jumapili, Juni 1, msanii mchanga wa Slam alifariki dunia baada ya kupigwa risasi karibu na taasisi ya Mount Carmel katika mtaa wa Himbi. Msanii huyo, aliyekuwa akifanya kazi kama mlinzi, alishambuliwa na wanaoshukiwa kuwa majambazi wenye silaha. Juni 4, 2025, mstari wa meneja wa kituo cha pesa afariki dunia. Siku tatu baadaye, Jumatano, Juni 4, tukio jingine baya lilitokea Himbi karibu na soko la Alaline. Meneja wa kituo cha kuhamisha pesa aliuawa kwa kupigwa risasi mchana kweupe na watu waliokuwa na silaha. Washambuliaji walimpora begi lake lililokuwa na kiasi kikubwa cha pesa kabla ya kutoweka. Juni 5, 2025, mstari wa mwili usiojulikana wagunduliwa Lakvet mnamo Alhamisi, Juni 5. Mwili wa mwanamke ambaye hakutambuliwa ulipatikana katika kitongoji cha Lakvet. Mkuu wa wilaya hiyo, Dedesi Mitima, alithibitisha ugunduzi huo, akiongeza kuwa sababu za kifo chake bado hazijafahamika. Changamoto za usalama na hatua zilizochukuliwa. Wimbi hili la uhalifu limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Goma, ambao wanajihisi kutokuwa salama hata mchana. Ukosefu wa usalama umebaki kuwa mojawapo ya changamoto kubwa kwa mamlaka mpya ya AFCM 23, ambayo inajitahidi kudhibiti hali hiyo. Katika jaribio la kukabiliana na ongezeko la uhalifu, meya mpya wa Goma, Katembo Ndalieni Julien, aliyeteuliwa na AFCM 23, alipiga marufuku uendeshaji wa pikipiki baada ya saa 10 jioni. Licha ya hatua hizi na maboresho ya usalama katika baadhi ya maeneo, kuendelea kwa matukio ya uhalifu kama vile ujambazi, mauaji na sheria za umati kunaonyesha kuwa ukosefu wa usalama bado unaendelea kuwa tatizo kubwa katika jiji hili muhimu. Kaskazini Kivu, mstari wa FARDC na wazalendo wadhibiti mlima wa Nkobe. Baada ya mapigano makali na FCCBM 23, WALIKALE, Kivu Kaskazini, mlima wa kimkakati wa Nkobe ulioko katika kundi la Kisimba, wilaya Walikale, sasa umedhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wazalendo. Udhibiti huu umefikiwa kufuatia mapigano makali yaliyotokea Ijumaa, Juni 6, dhidi ya waasi wa Alliance Fleuve Congo AFCM 23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, FARDC na vikosi vya wazalendo sasa wanamiliki milima inayoangalia vijiji vya Kalinga na Kisone, ambavyo navyo pia vimechukuliwa na jeshi. Vyanzo hivyo viliongeza kuwa waasi wa AFCM 23 wamerudi Ikobo, ambako tangu Ijumaa wameimarisha vituo vyao vya Rusamamo na Bukumbirwa, wakijiandaa kwa uwezekano wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali. Vyanzo vya utawala katika sekta ya Wanianga ya Walikale vimeonya kuhusu jaribio la waasi kuzingira mji wa Pinga. Vyanzo hivyo vimetoa wito kwa jeshi kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo ili kukabiliana na kusonga mbele kwa asi giza CSIM 23. Mapigano haya mapya, ambayo idadi ya watu waliokufa na kujeruhiwa bado haijajulikana, yamesababisha kuhama kwa mamia ya watu ambao kwa sasa wanaishi katika hali ngumu na zisizo za kibinadamu. Usiku wa Ijumaa,
Juni 6, 2025 ulikuwa wa hofu kwa wakazi wa wilaya za Lindi, Mangobo na Magopi Makiso huko Kisangani, ambapo majambazi walivamia karibu nyumba 10 na kuiba mali za thamani. Matukio ya ujambazi na maelezo yake. Wilaya ya Lindi, mtaa wa Kimbi, watu wenye silaha walivamia nyumba 5 wakianza saa 8 usiku. Licha ya milio ya risasi, hakuna hatua zozote zilizochukuliwa kukabiliana na majambazi. Mtaa wa Magopi, nyumba 4 zililengwa na watu wenye silaha wasiojulikana. Waliiba pesa, simu za mkononi, paneli za jua, televisheni na vifaa vingine vya nyumbani. Polisi waliitwa lakini walichelewa kufika kutokana na hali mbaya ya barabara, kwa mujibu wa vijana wa eneo hilo. Hasira za vijana na madai yao. Kufuatia matukio hayo, vijana wa Magopi walionyesha hasira zao, wakidai kukarabatiwa kwa barabara inayoelekea Magopi na ujenzi wa kituo cha polisi katika eneo hilo. Athari kwa shughuli za kijamii. Kutokana na hali hiyo ya usalama, shule, makanisa na kumbi za mihadhara za chuo kikuu cha ISTM Kisangani kilichopo Magopi zilibaki zimefungwa. Mitihani ya wanafunzi wa ISTM iliahirishwa. Hali ya usalama Kisangani. Kisangani, ikiwa makao makuu ya eneo la 3 la ulinzi, inakabiliwa na wizi wa mara kwa mara na ubakaji majumbani. Taarifa za vifo, uporaji na mafuriko zimekuwa zikiongoza vichwa vya habari vya vyombo vya habari vya Kisangani. Hata hivyo, polisi wamekuwa wakifanya misako katika maeneo yanayoshukiwa kuwa na uhalifu. Mnamo Juni 7, 2025, chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD, chama tawala cha rais wa zamani Joseph Kabila, kilipinga vikali uamuzi wa Baraza Kuu la Audiovisual na Mawasiliano, CSAC, kuzuia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kunukuu, kutoa maoni au kuripoti shughuli za kiongozi wake. Katika taarifa rasmi, PPRD ilieleza uamuzi huo kama wa kiholela, usio wa haki na kinyume cha sheria. Chama hicho kilisisitiza kwamba hatua hiyo inakiuka kifungu cha 6, aya ya 3, 23 na 24 ya katiba ya tarehe 18 Februari 2006 pamoja na makubaliano ya kimataifa ya haki za kiraia na kisiasa ambayo DRC imeridhia. PPRD inashutumu uamuzi huo kama uamuzi wa kisiasa uliotolewa na nguvu ya kidhalimu iliyorudi nyuma kwa lengo la kukandamiza uhuru wa kujieleza. PPRD kwa sauti kubwa ilikanusha jaribio lolote la kuhusisha uwepo wa Joseph Kabila mashariki mwa nchi na machafuko ya utulivu wa umma. Chama hicho kilidai kuwa kiongozi huyo wa zamani wa nchi anafanya kazi kurejesha amani. Uamuzi wa CSAC uliotangazwa na rais wake Christian Bosembe pia ulikosolewa na Umoja wa Kitaifa wa Vyombo vya Habari vya Kongo, UNPC. UNPC iliuelezea uamuzi huo kama kukimbia kwa mamlaka ya udhibiti wa faragha na aina ya udhibiti wa awali. Shirika hilo lilisisitiza kuwa udhibiti wa vyombo vya habari unafanywa kwa nyuma, sio kipaumbele, na kuwataka waandishi wa habari kuonyesha weledi na kujizuia. Katika bunge la kitaifa, manaibu kadhaa walionyesha kutokubaliana kwao wakati wa kuwasilisha ripoti ya mwaka ya CSAC. Mbunge Sverin Bamani alizungumzia taasisi inayotumikia mamlaka, huku Christian Mwando akihoji ripoti iliyochukuliwa kuwa mazungumzo ya kijeshi. PPRD ilisisitiza kuwa hakijawahi kushiriki na hakitawahi kushiriki katika shughuli za uvunjifu wa amani, na ililaani mateso yasiyo ya aibu yanayolenga chama chake na rais wake wa heshima, seneta wa maisha Joseph Kabila Kabange.